Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ya Mwinjili Mathayo, sura ile ya 12, aya ya 46 hadi ile ya 50. Nitaisoma. Yesu alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wakitaka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Akawaonyeshea mkono wanafunzi wake akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika maisha ya Yesu Kristo, kipengele kile cha kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu ambalo alikuwa ameanza akiwa na miaka 30. Usisahau alikuwa ndio ametoka Nazareti ambako alikaa zaidi ya miaka 18. Akatoka Nazareti akaja maeneo ya Galilaya baada ya kupata ule ubatizo kwa Yohana Mbatizaji, na baadaye akakaa kule jangwani akijaribiwa kwa zile siku 40. Akiwa katika huo utume eneo lile la Galilaya, kipengele ambacho kilimuumiza sana, jambo ambalo lilimtesa, lilimletea maumivu Yesu Kristo, ilikuwa ni kutoeleweka kwa ndugu zake wa karibu, mama yake na ndugu zake wa karibu pale nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu moja tu ambayo ilikuwa imejitokeza. Sababu ya kwanza ilikuwa ni hii: walimjua Yesu Kristo kama ni fundi seremala, na walipokuwa karibu na yeye, ukaribu ule na Yesu uliwafanya washindwe kuweza kuona umungu ndani mwake. Wakaona tu kwamba ni fundi seremala ambaye anafanya kazi nzuri za useremala, familia yake inakula. Na Yesu mwenyewe katika hilo alishawahi kuambia wafuasi wake katika Injili ya Marko sura 6 aya 4 kwamba nabii yeyote yule hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na jamaa zake wa nyumbani mwake. Jambo hili ambalo lilimpelekea Yesu sasa, baada ya kuanza utume, akakusanya mitume 12. Wale mitume 12 ambao asilimia kubwa walikuwa hawajasoma, walikuwa ni wavuvi tu. Habari zikaenda kwenye familia yake kule Nazareti. Huyo Yesu amechanganyikiwa, ameacha kazi ya kumwingizia pesa, amekuja anajifanya yeye ni mwalimu, na baadaye ameandaa timu ya hawa anaojiita wanafunzi. Wakichambua ile timu ya wale wanafunzi, hawajawahi kwenda katika chuo chochote kile cha kidini Yerusalemu kwamba wakasomee katekesi, wakasomee namna gani ya kuweza kuchambua maandiko matakatifu. Ni wavuvi tu. Zikaenda habari kwamba huyu amechanganyikiwa. Baadaye zikaenda habari nyingine kwamba katika mafundisho yake anakosoa sana viongozi wa dini ambao walikuwa ni Mafarisayo na wale Masadukayo, akiwaita ni wanafiki. Baadaye hajaacha pia kukosoa serikali, anakosoa hadi mfalme Herode, anamwita Herode kwa majina mabaya. Taarifa hizi zilipofika nyumbani kwa mama yake, wakasema mwenendo wa Yesu katika kukosoa serikali, kuweza kukosoa viongozi wa dini, anajichimbia kaburi lake mwenyewe. Mama yake Yesu, Maria, akafunga safari, akaja mpaka maeneo aliyokuwepo kwa lengo moja tu la kutaka kuweza kuongea naye juu ya utume wake aliokuwa nao, na baadaye wamkamate, wamfunge, waweze kurudi naye kule Nazareti akaendelea na maisha yale. Fundisho katika safari ya utume ambao mara nyingi sana watu wengi wakiamua
kutoa maisha yao kwa Yesu, kuweza kuamua kumfuata Yesu, pingamizi kubwa utakalolipata ni kutoka kwa ndugu zako wa karibu. Watakuona kabisa kwamba umechanganyikiwa, hawatakuelewa. Yesu Kristo anatufundisha leo, baada ya ndugu zake kuwa nje, aliuliza swali hili: ndugu zangu, mama yangu na ndugu zangu ni kina nani? Akawaonyesha hawa ambao walikuwa wanasikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Maana yake nini? Kuanzia hapo Yesu Kristo alikataa katukatu mahusiano ya Ukristo si ya damu. Mahusiano ya Kristo yapo katika swala zima la utii wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na baada ya hapo akatengeneza mfumo mwingine. Mkristo pekee sahihi ambaye ameamua kumfuata Kristo, hutapata marafiki wa kweli katika swala zima la ndugu zako wa karibu au duniani. Marafiki zako ni watakatifu walioko mbinguni, ambao na wenyewe waliumizwa sana katika dunia hii. Na katika hilo basi akafungua mahusiano mapya, akafungua ukoo mpya. Ukoo mpya wa Yesu ni wale ambao wanalitii neno la Mwenyezi Mungu, wanafanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu peke yake. Wale wanaofanya mapenzi ya Baba wa mbinguni, huo ndio ukoo wa Yesu. Je, leo katika maisha haya upo ukoo gani? Ukoo ule ambapo ukipata machangamoto yote kutoka kwa ndugu zako unaamua kurudi nyumbani katika yale maisha, au unasonga mbele katika mapenzi ya Baba? Au upo katika ukoo wa Yesu kwamba haijalishi ndugu watanitazama vibaya namna gani, nitabakia mwaminifu katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Tushinde yale yote yanayokuja mbele yetu, machangamoto, tubakie kwa Yesu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.